Yes bana, mambo vipi mtazamaji na mfuatiliaji wa Galaxy Media, karibu tuyazungumze yale ya kimichezo, na hii ni Galaxy Sports na odha wako ni Rama and finest mjini sina shamba bana. Niko hapa kukujuza moja ya taarifa ambayo bado inaendelea kuzua gumzo kunako mitandao ya kijamii, hususan ni katika nchi yetu ya Tanzania, baada ya Young Africans kuendelea kucement na kushindilia kwamba wao hawako tayari kucheza mchezo wa tarehe 15 kati yao dhidi ya watani wao Simba Sports Club. Lakini Simba wao wanakichafua vilivyo huko katika peji yao ya Instagram kwamba mchezo ambao unafuata next match ni dhidi ya Young Africans, mchezo ambao ulipangiwa tarehe 15 ya mwezi huu wa 6 mwaka 2025. Baada ya mambo kuwa magumu tarehe 8 ya mwezi ya mwaka huu, Simba Sports Club kupeleka timu, Young Africans na wenyewe wakapeleka, lakini bodi ya ligi wao wenye mamlaka na mandate ya michezo wakastopisha ama wakaghairisha mchezo huo. Ndiyo hiyo sababu ambayo ilipelekea mpaka Young Africans wanazidi kushikilia msimamo wao kwamba tunahitaji sababu maalum ama sababu za msingi zilizopelekea bodi ya ligi na TFF kushirikiana kughairisha mchezo ambao ulikuwa ni namba 184 kati yao dhidi ya wahasimu wao Simba Sports Club. Lakini bodi ya ligi haikuja na taarifa yoyote kuelekeana ama kuhusiana na tukio hilo. Walichokifanya wao ni kupanga tarehe nyingine ya mchezo. Kwa nini bodi ya ligi ilipanga tarehe ya mchezo? Twende sambamba. Ni baada ya Young Africans wao, baada ya kwenda bodi ya ligi na TFF kutoa mashauri yao, kusikilizana kitu gani kilichoendelea, walikwenda kasi moja kwa moja na kushtaki bodi ya ligi pamoja na Simba kwamba kuna uvunjivu wa sheria na haki na kanuni za mpira wa miguu wa Tanzania zimevunjwa kuelekea mchezo huo. Kwa hivyo kasi wao wakatoa mrejesho, wakatoa majibu yao kwamba Young Africans wanahitajika kufuata vigezo ama kufuata taratibu kuanzia katika bodi yao ya ligi ama kwa wazazi wao ambao ni walezi wa mpira wa Tanzania. Bodi ya ligi pamoja na TFF wakapeleke mashauri yao, wakisha sikilizwa basi wanao mandate, wanao mamlaka ya kuja huku kutafuta haki yao ambayo walikuwa wanahitaji. Sasa bodi ya ligi CAS baada ya kutoa taarifa hizo, basi ndio hapo bodi ya ligi na wenyewe wakapata mandate ya moja kwa moja na kuruhusu ama kupanga tarehe ya mchezo. Na hapa ndio kwenye kiini cha tatizo. Yanga wao hawako radhi kucheza mchezo huo mpaka bodi ya ligi ijiuzuru na baadhi ya viongozi wa TFF wajiuzuru. Ndio za chini hizo ambavyo Young Africans wanaelekea wanazianikiza. Na ili kukimbia mchezo huo, Young Africans kitu ambacho wamekipanga ni wao kuenda kushiriki mchezo wa bonanza ama kama sherehe dhidi ya Rayon Sports ya kule Rwanda katika dimba la Mahoro. Kwa hivyo nadhani hii ni trick ambayo Young Africans wanaitumia ili kutoshiriki huo mchezo. Binafsi mimi nadhani Young Africans wanafanya kitendo cha kitoto. Huu ni utoto ambao wanaofanya Young Africans. Yaani unaacha kucheza mechi ya ligi ambayo ndio inakuja kukupa title ya wewe kwenda kushiriki katika mashindano ya klabu bingwa. Unahitaji kwenda kushiriki bonanza ambalo limeandaliwa na Rayon Sports huko nchini Rwanda. Ni vitu ambavyo vinachekesha katika mpira wetu wa Tanzania. Ni vitu ambavyo wewe kama mdau ambao unahitaji maendeleo ya soka usivinge mkono hata siku moja. Yanga hapa wanachokifanya ni utoto, wanafanya kile kama kukomoana hivi. Wanawakomoa bodi ya ligi, wanaikomoa Simba. Sasa mimi nadhani sheria ikifuatwa, kwa sababu tarehe imeshapangwa, Yanga ameshindwa kesi CAS. Kama tarehe ikipangwa, Young Africans wanastahili kulimwa lungu la maana. Vigezo na masharti lazima vifuatwe. Kwa timu ambao haitoleta kwa timu ambao hawatapeleka kikosi uwanjani, ipo sheria na iko kanuni, sheria ziko wazi kabisa. Alama 15 wanapokonywa, alama 3 zile za mchezo husika wanapewa wahasimu wao Simba, wanashushwa watu daraja. Ili kuhakikisha hivi vitendo havijirudii tena, watu wanashuka daraja, watu wanaondoka hivyo. Lakini kama bodi ya ligi na TFF wakishindwa kusimamia hicho ambacho nakizungumza, basi mpira wetu utakuwa umepakwa matope. Natambua kila timu itakuwa inafanya hivyo kwa kurejea kile ambacho wamekifanya Young Africans. Kila timu itakuwa inafanya. Simba na wenyewe watakuja kufanya mchezo huu. Mwisho siku itakuwa ni makosa na matatizo kila siku yanajirudia. Sio, mnanielewa? Kwa hivyo Young Africans kitendo cha wao kusema kwamba hawachezi huu mchezo na kuendelea kushinikiza na kuanikiza kwa staili hiyo, hiki ni kitendo cha kitoto. Lakini kama bodi ya ligi na wenyewe wakishindwa kuwaadhibu Yanga kama wasipoleta timu, na wenyewe watakuwa wameunajisi mpira wa miguu,
kama Simba na wenyewe pia wakitaka kuingia katika huo mfumo wa Young Africans, na wenyewe watakuwa wamefuata mkumbo, na wenyewe watakuwa wanafanya kitendo cha kitoto. Cha kusi Simba Sports Club, endeleeni kushikilia msimamo wenu wa kupeleka timu uwanjani. Na Yanga, kama mnahitaji kupata picha mbaya katika soka letu la Tanzania, kama mnahitaji kushushwa daraja, basi endeleeni kushikilia huo msimamo wenu wa kusema kwamba hatuchezi. Si mmenielewa hapo? Mimi bana nilikuwa nahitaji kuzungumzia hicho kitu kidogo tu ili Watanzania wenzangu muweze kunielewa. Bana, nyuma ya kamera alikuwepo Badman himself, Instagram anapatikana kama Movement. Mimi ni Torama and then finest mjini sina shamba.